Hapa tunataka kuongelea namna ambavyo ya kufungua njia ya hewa. Ukiwa nyumbani, hii ni mtu yoyote anaweza kufanya. Yaani hapa mtu wako, ndugu yako amepoteza fahamu, amepata ajali, amepoteza fahamu, ameanguka ghafla. Kitu kinachoua haraka cha kwanza ni njia ya hewa. Na hiyo kila mtu anatakiwa ajue. Kitu kinachoua haraka ni njia ya hewa. Ikishafunga njia ya hewa, huyo mtu mnampoteza ndani ya dakika 5. Ndani ya dakika 5 ubongo unaanza kufa. Kwa hapa tunawafundisha ni namna ambavyo utafungua njia ya hewa. Uwe na kifaa, usiwe na kifaa nyumbani, una uwezo wa kufungua njia ya hewa na ukamsaidia mtu akaanza kupumua. Sasa unafanyaje? Kama mgonjwa wako sio wa ajali, hajagongwa, hajapata ajali yoyote, ameanguka tu ghafla au umemkuta tu hapumui, hafanyaje? Tunataka kumsaidia huyu mgonjwa apate hewa. Kitu cha kwanza, kama yuko mazingira ambayo ni concentrated, kwa mfano mazingira ambayo watu wamejikusanya wengi, msibani, watu wamemzunguka wengi, apate hewa. Kitu cha kwanza. Lakini cha pili, wewe nenda kafungue njia ya hewa. Tunafunguaje njia ya hewa? Mkono wako, mkono mmoja unakaa kwenye paji la uso. Unakaa kwenye paji la uso. Vidole vyako viwili au kimoja kama ni kwa mtoto unakaa kwenye kidevu, alafu unagandamiza kwenda chini juu. Kichwa maana yake ni kwamba kichwa kinaenda chini, kidevu juu. Kichwa chini, kidevu juu. Narudia. Mkono wako wowote ule unaweka kwenye paji lake la uso. Mimi natumia mkono wangu wa kushoto kwa sababu mkono wangu wa kulia ndo una nguvu. Kwa hiyo nitaweka mkono wa kushoto, vidole vyangu viwili vinakaa namna hii, naweka kwenye kidevu, sio chini ya kidevu, kwenye kidevu hapa, kwenye mfupa wa kidevu. Na nyanyua. Nikishanyanyua hivi, nimefungua njia ya hewa. Mgonjwa hapo hapo utaona anaanza kupumua. Kwa hiyo ni kazi ndogo tu, unafanya namna hii. Kameramani wangu akiangalia, hii ni sehemu ya koo, hii ni koromeo. Nikiachia hivi unaona linavyojikunja. Kwa ukiachia hivi manake mgonjwa hawezi kupumua. Manake ina block, manake inafunga njia ya hewa. Lakini nikifungua namna hii, hapa panakuwa pamekaza, panafunguka. Kwa ile bomba la njia ya hewa linakuwa linapitisha hewa vizuri. Kwa hapo mgonjwa utamsaidia. Kwa kama mgonjwa unamuona anapumua na nini, mgonjwa unaona mapigo yake ya moyo yapo, lakini unaona anahangaika kupumua, fanya namna hii, umemaliza kazi. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kama huyu mgonjwa amepoteza tu fahamu, hajapata ajali, hiyo ni kitu cha kwanza ambacho unaweza kukifanya.